Kabisa ya kwamba ni muda wa kuangazia taarifa za kimataifa. Yapo mengi huko, lakini hatuwezi kuanza na jambo jingine lolote wakati kesho na kesho kutwa ni siku za mwisho za kombe la dunia, mechi mbili za mwisho za kumaliza michuano ya mwaka huu, na tunakwenda kushuhudia England akicheza na Ufaransa, mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu, lakini tutashuhudia finali inayokutanisha timu mbili ambazo zimezua gumzo kweli kweli, huku kiongozwa na Yamal kama star, lakini huku Lionel Messi la purga na yenyewe pia akiwa ndio mbeba timu kwa asilimia kubwa. Safari ilikuwa ndefu, timu zilikuwa nyingi kwa mara ya kwanza, lakini hatimaye wamejichuja, wamefika finali. Sasa inafahamika. Tuanze na mchezo wenyewe ambao ndio mchezo wenye hadhi kabla kwenda ule mshindi wa tatu ambao wengi walishawavunja moyo. Tuanze kwenye mchezo wa finali. Timu hizi zinakutana, falsafa zinakinzana ama zinafanana kwa namna gani? Tuanze na Upete. Mechi ya Argentina na Spain, utofauti mdogo uliokuwepo baina ya timu hizi mbili, wanaenda kucheza vijana wadogo wenye talents kubwa na wenye ari kubwa dhidi ya wapambanaji wenye ari kubwa, lakini timu ya watu wazima yenye maturity ya kutosha. Hapo ndipo tu tofauti ulipokuwepo. Na kwangu ukiniambia, na nimekuwa nikisema sana hiki kitu, timu pekee ambayo inaweza kai challenge Spain hii ni Argentina pekee yao. Tofauti na hapo, hamna timu nyingine yoyote ambayo ingeweza kuwa challenge wakienda kwenye mizania ya kuwania ubingwa. Na ni kwa sababu Argentina hawana timu bora kama Spain, hawana timu bora kama England, hawana timu bora kama Portugal, lakini wana wapambanaji ambao wameamua kusacrifice maisha yao kwa ajili ya bendera ya nchi yao. Hapo ndio tofauti. Sasa nini ambacho, details gani ambazo zinaweza zikawa zinaamua mechi hii? Maturity level ya mchezaji mmoja mmoja, maturity level ya team, uwezo wa kuvumilia magumu ya mchezoni, endurance ya ndani ya dakika 90. Hayo maeneo yanawafavor sana Argentina. Ukimtazama wana X factor wa dunia, Lionel Messi. It's okay kwamba unaweza kucheza mechi yoyote, unaweza kufanya chochote, lakini ukisha kuwa na Lionel Messi ni mechi nyingine tena, very independent. Na mwalimu Lionel Scaloni, juzi tulikuwa na Chisano wakati tunafanya ile mechi ya England. Chisano utakumbuka, kabla ya mechi nilikuwa nakwambia wenzetu wanafanya sana homework. Yani mwalimu anafanya sana homework kwa sababu Giu hajacheza mechi yoyote kabla ile mechi ya England, lakini from nowhere akaja kamweka kuanza kwenye kikosi kile. Na Giu alionekana kwenye migongano zaidi, Simeone na maanisha. Muda mwingi alionekana kwenye kugongana kuliko kucheza mpira. Lakini wakati anaita sabia kwanza, kila mtu alikuwa anajua Giu anaenda nje. Mwalimu akamuita Leandro Paredes. Sijui unanifahamu. Wakati mwingine investment ya mbinu. Kwa mfano unaenda kucheza na Spain, mwalimu anajua Marco Correa ndio upande ambao Spain wanatengeneza mashambulizi mengi zaidi. Pedro Porro na Lamine Yamal, Lamine Yamal anaonekana kucheza kuliko Pedro Porro, lakini si upande ambao sasa hivi wameamua kutengeneza base, maybe kwa sababu Lamine alikuwa ametoka injury. Kitakachotokea hapo, ile mechi usije ukashangaa Thiago Almada kaanza ili kumbana Pedro Porro asiende, lakini pia ukashangaa huku Giu anaanza ili kumpin Marco Correa. Maana yake atalazimisha wakutane kwenye eneo la kiungo cha Spain. Changamoto yao wakikutana na mechi yenye kugongana kwingi, wana toil ama wana struggle. Si aina ya watu ambao wana sacrifice sana mipira ile ya kwenda kugongana. Na hapo ndipo Argentina anaweza kaifanya mechi kuwa ngumu. Lakini kinyume na hapo, ukizungumzia kwa quality wise, Spain wapo kwenye kiwango bora kuliko timu yoyote duniani kwa sasa. Lakini tofauti yao itakuja kwenye maturity, endurance, uvumilivu, lakini pia namna ambavyo wanaweza kumaliza zile nafasi. Unajua Spain si aina ya timu ambayo inaweza kukufunga 3 haraka haraka, ama kukufunga 5. Ni very rare wakakufunga idadi kubwa ya mabao. Otherwise wewe uwe na changamoto nyingi sana za kiulinzi. Lakini wao kuruhusu mabao, msingi wao umekuwa mgumu kwa sababu wana Rodri katikati. Rodri Cascante kwangu mimi ndio naweza nikasema amekuwa MVP wa Spain mpaka sasa hivi. Yeye na Dani Olmo, kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavifanya si kila mchezaji anaweza kudeliver. Na kama ukiniambia game hii nampa favorite wapi, nitakwambia by maturity wise Argentina. When it comes to the squad, Spain wana kikosi bora kuliko timu zote zilizoshiriki World Cup. Nation Mwambande, kwenye mchezo huu tumeshuhudia Spain iliyocheza mchezo bora kuliko michezo yote kwenye hatua ya nusu finali. Kwa sekunde tu. Yani watu wanaweza kusema labda it's okay kuwapa hawa nafasi au whatever,
lakini utofauti ni kwamba Spain wanacheza kama timu ya kuwania ubingwa, sio, unanifahamu? Argentina wanacheza kama timu isiyo na cha kuwania, zero pressure. Hatari sana kucheza na timu ambayo haina cha kuwania, yani yenyewe ikifungwa sawa, yenyewe ikishinda sawa, haiwazi vitu vikubwa. Ukija kwenye biggest stages za namna hii, ni kama unapigana na mtu ambaye yeye kwenye maisha yake hana mrithi, hana mtu yoyote ambaye anamtegemea, wala hata yeye mwenye anaishiishi tu, anaona kwa sababu anaamka kikubwa, alhamdulillah, anakula, anaishi. Hiyo ni hatari sana. Na kauli hiyo ilithibitishwa na Leo Messi kwenye interview ile baada ya mechi ya nusu finali. Alisema kufika finali 2 mfululizo ni jambo kubwa sana kwao, na hawana jambo jipya la kumuomba tena Mungu. Hawakuwa wanategemea. Yani ukauliza wa Argentina wengi walikuwa wanajua kwamba timu yetu inaweza kucompete, lakini swala la kurudia kubeba ubingwa. Sasa hivi ukienda kwenye asilimia zile za Titans, Spain ana asilimia 28, alafu Argentina alikuwa na Argentina wakati wanaingia kwenye tournament alikuwa na asilimia 13 tu. Unaweza kaona, lakini sasa hivi naenda pale Argentina anapewa asilimia 58, alafu Spain anapewa asilimia 42. Ukiuliza kwa nini, watu watakwambia wana X factor, Leo Messi. So kwangu mimi Argentina wanashinda kwa sababu hawana wanachokiwaza. Yani wao zero pressure. It's okay washinde, it's okay wafungwe, it's okay, hakuna mtu ambaye ataclaim. Lakini ukija kwenye ile spirit yao ya upambanaji, timu chache sana duniani zinapambana vile. Nini kinaweza kuwa yani nini ambacho kinaweza kuwa kitu kigumu kukabiliana nacho Scaloni kwenye mechi ya Spain? Tukianzia na pole kwa England. Mimi nashukuru, lakini nishazoea kama shabiki wa England kwa sababu sisi tushavumilia, hiyo ishapita hiyo kwanza. Tushavunja sana mioyo na yaliyopita si ndwele. Na hata hiyo mshindi wa 3 sisi tunaenda tu, Mbappe najua atapambana. Mbona kinyonge? Awe mfungaji. Kweli? Unafikiri watapambana? Bwana nachezesha draw hapa kabla ya kwenda draw ya 3 ambayo tutafunga nayo dimba unajua mechi ya Hispania na Argentina ni mechi ambayo inazikutanisha timu ambazo kwanza zinaendana na style yao ya uchezaji. Wote ni possession based, wanapenda kupossess, wanamiliki kwanza mchezo alafu ndo wanaanza kutengeneza nafasi. Lakini ukiangalia silaha kubwa ya Hispania ni eneo lao la midfield. Fabian Ruiz, Rodrigo ni wachezaji ambao wamefanikiwa sana kuitengeneza timu yao kuwa imara katika lile eneo. Na ukiangalia hata striker wao Mikel Oyarzabal, namna ambavyo anacheza, amekuwa akioperate zaidi katika lile eneo, anasaidia timu pia kumiliki mpira na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Na wana safu ngumu sana ya ulinzi. Aymeric Laporte, Pau Kubasi, namna ambavyo wameifanya timu yao kuwa imara, na wameruhusu bao moja tu kwenye mechi ambao ya robo finali ambao walishinda 2-1 dhidi ya Ubelgiji. Lakini changamoto ya naoiona kwa Argentina, wao eneo lao la midfield haliko bora sana kwenye kudefend. Wanafikika sana, na pia safu yao ya ulinzi inaruhusu sana mabao. Nakumbuka walishinda 3-2 dhidi ya Cape Verde, wakaruhusu mabao 2, lakini wakashinda 3-2 dhidi ya Misri, wameruhusu pia mabao 2. Wameshinda 2-1 dhidi ya England, wameruhusu bao 1. Kwa katika mechi zao 7 mpaka sasa hivi wameruhusu mabao 6. Nakumbuka kwenye makundi pia kuna mechi walishinda 3-1. Kwa hiyo safu yao ya ulinzi imekuwa inafikika na inaruhusu magoli. Sasa wanakwenda kucheza na Hispania ambao kwanza mentality yao Hispania, na wao ni washindi pia. Yani na wao ni winners kama ambavyo Argentina walivyo. Yani Hispania wanaamini sisi tunastahili kubeba hili taji. Kwa hiyo sidhani kama ni timu ambayo watakubali kuwa wanyonge kama ambavyo England walikubali kuwa wanyonge. Kwa hiyo ni game ambayo itakuwa ngumu sana, na kutokana na ubora wa timu zote mbili, hasa katika eneo lao, kwa sababu wao Hispania wazuri katika eneo la kiungo na safu yao ya ulinzi. Argentina wazuri zaidi kwenye safu yao ya kiungo cha ushambuliaji na washambuliaji kwa ujumla. Kwa maana yake nategemea itakuwa game ngumu sana. Pengine tukaenda extra time
yani naziona dalili za extra time au ikawa na mabao machache, yani 1-1 ikijitahidi sana mabao 3, yani naona ndo itakuwa game hapo sasa imetoa mabao mengi, mabao 3, lakini naona tunaweza tukafika mpaka extra time, ila ni game ngumu na mpaka sasa hivi ni 50-50 kwa sababu tu ya ukiangalia kitimu Hispania wako vizuri, yani kimbinu na hata njia yao walivyopita na hata takwimu magoli walioruhusu, lakini unakuja kuangalia wale kina Messi wana winning mentality ya hali ya juu sana, namna ambavyo walipindua matokeo dhidi ya Cape Verde, namna ambavyo walipindua matokeo dhidi ya England, namna ambavyo wamepindua matokeo dhidi ya Misri. Unaona ni timu ya aina gani ambayo muda wowote inaweza ikakufunga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya niamini kwamba hii game itakuwa ngumu na ni game ambayo ni 50-50. Yes bwana Mbappe, Kylian Mbappe, watu wengi dua iliyopo sasa hivi ikiwezekana afunge tu kiatu cha ufungaji bora kiingie kwake, afunge tu kwenye mechi ya kesho ya mshindi wa 3 dhidi ya England, ili walau wasiambulie wapatupu. Mechi ya kesho kutwa hiyo. Tarehe 10 na mchezo saa 6 usiku. Ni saa 6 usiku. 19. Kwa sababu ni saa 6 usiku. Itakuwa tarehe 19. Siku ishapinduka hiyo kaka. Kawaida ni kesho usiku. Kawaida ni kesho usiku ya kibongo tunasema. Okay. Unamwona nani atadominate mechi hiyo na pengine mwenye advantage kubwa wala atakuwa na mshindi wa 3? Ni ngumu kutabiri kulingana na performance hali ilivyo. Yani nasema ni ngumu kutabiri kwa sababu sina hakika makocha wataamua nini, kwa sababu ni timu ambazo hazina cha kupoteza. Alafu kuna wachezaji wengi wameenda kwenye mashindano hawajacheza. Labda wanaweza wakapewa nafasi wakaiharibu mechi. Mimi siwashauri hata watu wa beti, kwa sababu zile mechi si mechi ambazo unaweza ukawa na matarajio nazo makubwa. Lakini nachojua kuna vitu viwili tu ambavyo vitawalazimisha sasa wale walimu, inawezekana wakaanza na vikosi vyao pia, kwa sababu zifuatazo. Thomas Tuchel anataka kuwa prove what wrong. England mara mwisho wanacheza nusu finali 2018, hata hiyo nafasi ya 3 walikosa, walifungwa na Ubelgiji. Lakini anataka pia kuwa prove wrong kutokana na matokeo aliyopata nusu finali, kwa at least aende na chochote nyumbani. Lakini sasa Didier Deschamps yeye ndio anamaliza muda wake kwenye timu. Yaani baada ya World Cup anaondoka kwenye timu ya taifa ya Ufaransa na staff pale. Sasa anaondoka vipi? Kwa hiyo lazima naye atafute chochote cha kuondoka nacho. Hawezi kukubali kuondoka mikono mitupu. Bora hata amaliza nafasi ya 3 kwa Didier Deschamps. Kutoka kwa bingwa 2018, kutoka kwa mshindi wa pili 2022, 26 unakuwaje unaikosa nafasi ya 3. Kwa hiyo labda vitu kama hivyo ndio vinaweza vikaifanya walimu waanze na vikosi vyao vya kwanza vile vile, lakini usisahau kuna watu wawili hapo. Kuna Michael Olise, kuna Kylian Mbappe. Wanasaka rekodi. Mbappe anasaka rekodi ya kuwa mfungaji bora, lakini Michael Olise anasaka rekodi ya kuwa assist leader kwenye mashindano. Mpaka sasa ametoa assist 5. Kwa hiyo naye ana nafasi. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi naiona inawezekana walimu wakaja na vikosi vya kwanza kwa sababu hizo, au kama wataona hana cha kupoteza basi wakabadilika. Mimi kwenye hiyo game kuna dalili kubwa za mechi kuwa mbaya, yani nazoziona mimi. Mimi siseme uongo, sitaki kuamka kuangalia hiyo mechi. Yani dalili za mechi kuwa mbaya ni nyingi, kwa sababu tu kwanza England wako yani frustrated mno, yani wamevurugana sana. Wewe uweze amini timu zinaenda kucheza mechi ya mshindi wa 3 lakini zote zinajihesabu kama zimeshatoka. Wamefeli, wote wamefeli. Yani Ufaransa kafeli, England kafeli. Wale zile ni timu kubwa, zinavyoingia kwenye mashindano wale wanataka taji. Yani ukiondoka bila taji wewe umefeli. Bora toka ufungue finali. Yani bora ufungue finali, lakini pale wote wamefeli. Na at least kwa Ufaransa kwamba kuna namna labda maybe Mbappe anatafuta kiatu. Anaweza akapambana afunge hata mabao 2 na nini. Lakini kwa upande wa England wao sidhani kama kuna kitu ambacho Bellingham naye anatafuta kiatu. Bellingham na Bellingham na Harry Kane wana mabao 6. Wafunge hat-trick kwenye hiyo mechi. Okay. Bwana muda umeshakwenda, ni muda wa kibwagizo, lakini ikifika dakika 58 nitatoa shilingi 300 ya kumalizia. Kwa endelea kutuma shilingi 1000 kwenda namba ndio muda wake huu hapa. Bwana leo sisi kwenye kibwagizo tunakwenda na hii finali ya Hispania dhidi ya Argentina. Na hapo kuna mambo machache tunayapitia. Ya Barcelona. Jambo la kwanza watu wanatakiwa kujua hizi timu zote zinazoingia finali zinaingia Kihispaniola.
Hispania ni lugha yao taifa ni Kispanyola, wa Argentina nao wanazungumza Kispanyola. There are some ziko nyingi pale na wanaelewana. Isipokuwa tu mwamuzi ndio ameletwa kutoka Slovakia sio Slovenia. Lakini kiuhalisia ni mataifa ambayo yanakutana wanaongea lugha moja. Kwa hiyo hakuna timu itaongea wenzao wasiwaelewe, sio rahisi. Lakini hii ni fainali ambayo inatajwa kwamba pengine Messi anaenda kumrithisha ufalme Lamine Yamal. Messi akiwa na umri wa miaka 39, Lamine Yamal umri wa miaka 19. Hawa wote birthday zao zimewakutia kwenye kombe la dunia. Uweze amini. Messi birthday yake imemkutia World Cup tarehe 24 mwezi wa sita. Na Lamine Yamal imemkuta birthday yake kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo wote hawa wawili wamebadilishana zamu tu ya kusherehekea siku zao za kuzaliwa, lakini kiwalisia wote birthday zao zimewakutia katikati ya mashindano. Messi anamzidi Lamine Yamal miaka 20. Messi ana miaka 39, Lamine Yamal ana miaka 19. Anaweza kuwa mwanae kabisa. Na ndio inatajwa hapo sasa kwamba Messi kwa kweli inawezekana hii ndio kombe lake la dunia la mwisho. Lamine Yamal yeye ndo anaanza, inawezekana ndo akamwachia ufalme kama ambavyo amemwachia kule FC Barcelona. Lakini jambo kubwa jingine, wanakutana mwalimu na mwanafunzi. Inaelezwa Lionel Scaloni, kocha mkuu wa timu ya taifa Argentina, wakati anaenda kusoma ukocha alienda kusoma ukocha Hispania, na miongoni mwa watu waliomfundisha ukocha alikuwa ni huyu kocha wa sasa wa timu ya taifa Hispania, Luis de la Fuente alikuwa mwalimu wake. Kwa hiyo ni mentor versus student, ama unaweza kusema instructor ama teacher versus student. Mechi ya Jumapili na wakutanisha kocha wa Hispania mwakiwa mwalimu, mwanafunzi wake darasani alikuwa Lionel Scaloni. Mwalimu hana kombe la dunia kama kocha, mwanafunzi tayari ana kombe la dunia moja, na safari hiyo anakutana mwalimu na mwanafunzi kuigombania taji. Sio, umenipata hapo? Lakini ni fainali ambayo Argentina wanaenda kutafuta historia. Aliyewahi kushinda back to back kombe la dunia alikuwa Brazil mwaka 1962. Baada ya hapo timu kama Ufaransa ilijaribu ikashindwa. Ufaransa 2018 walivyoshinda 22 wakarudi fainali, lakini wakapoteza mbele Argentina. Kwa back to back Argentina ndo anaisaka, kama atashinda atakuwa ameipata hiyo back to back. Sasa cha kuchekesha ni rais wa Argentina, Javier Milei. Yeye rais wa taifa la Argentina bwana anasema yeye hatopanda ndege kwenda Marekani kuangalia mechi, kwa sababu anaamini anapokaa pale kuangalizia mechi ndo kunaipa bahati ama kismati Argentina kushinda. Yeye amesema ataangalizia nyumbani kama kawaida yake. Inaaminika labda kutokana na yeye kuangalizia ile finali nyumbani ndo maana Argentina ameshinda mpaka amefika tena finali. Kwa hiyo bwana mzaliwa wa mwezi Oktoba miaka 70 huko, yeye anasema yeye finali hata upanda ndege kwenda kuangalia Argentina New York. Maana yake marais kama Emmanuel Macron tumewahi kumuona, Colinda wa Croatia tumewahi kuwaona kwenye finali wanakwenda kuangalia timu zao, lakini bwana yeye amegoma. Yeye amesema ataangalizia nyumbani. Lakini jambo jingine kubwa kuelekea kwenye finali ni siasa bwana. Kuna siasa kali katika visiwa viwili ambavyo vimeonekana hata wachezaji baada ya Argentina kupita nusu finali kwenye mabango waliyashika, vinaashiria uchokonozi wa kisiasa. Kwa hiyo ni finali moja ambayo imebeba taswira kubwa nje ya uwanja, kwa maana ya siasa inayoendelea kwenye hivyo visiwa viwili kati ya Hispania na Argentina, lakini pia kuna maisha ndani ya mpira ndani ya dakika 90, mwalimu na mwanafunzi. Lakini Messi aliwahi kuonekana kwenye picha akimbeba Lamine Yamal, sasa wanakutana live na Pau Kubarsi. Lakini kubwa zaidi bwana kuelekea kwenye hiyo finali ni mtiririko mzima wa mashabiki wa Argentina na namna ambavyo wamekuwa wakikodi miji ya finali. Yani wao ndo wanaikuwa kama wenyeji wa ile miji. Nalo hilo linatarajiwa zaidi kwenye hiyo finali watakaokutana Jumapili saa 4 kamili usiku. Nikwambie tu kuna uchunguzi unaendelea kuelekea pia kwenye finali kwa rais wa FIFA. Wote wanatumia Vamos. Bwana, muda umeshatukataa. Power Bank ndo wanafuata. Mimi ni Peter Lugendo. Hii simu ni ya mmoja kati ya washindi, akipokea taruka naye hapa haraka haraka.